Katika ulimwengu wa kisiasa unaotegemea teknolojia, uelekezaji na urambazaji wa anga umekuwa huduma ya msingi kwa watu binafsi, taasisi na mataifa. Teknolojia inayowezesha huduma hizi ni mifumo ya satellite ya uelekezaji. Kwa muda mrefu, mfumo wa GPS kutoka Marekani umejizatiti kama uti wa mgongo wa urambazaji duniani. Hata hivyo, kuibuka kwa Beidou kutoka China kumeleta ushindani mkubwa katika ulingo huu. Hii si tu vita ya kiteknolojia, bali pia ni mchuano wa kisiasa, kiuchumi na kijeshi unaoonyesha namna mataifa makubwa yanavyopigania mamlaka ya kidijitali ya dunia. Makala hii inachambua kwa kina tofauti, historia, madhumuni, nguvu, udhaifu na athari za GPS na Beidou katika maisha ya sasa na ya baadaye. GPS, kifupi cha Global Positioning System, ni mfumo wa satellite uliotengenezwa na kuendeshwa na serikali ya Marekani kupitia jeshi la anga. Ulianzishwa miaka ya 70 kama nyenzo ya kijeshi, lakini baadaye ukaruhusiwa kutumiwa na raia mwaka 1995. Tangu hapo, GPS imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku, kutoka kwa programu za simu janja kama Google Maps hadi kwa ndege, magari ya kisasa na hata huduma za dharura. Kwa upande mwingine, Beidou ni mfumo ulioanzishwa na China mwaka 2000 kwa dhamira ya kujitegemea kiteknolojia. China iligundua kuwa kutegemea GPS, mfumo unaodhibitiwa na nchi nyingine, kulikuwa hatari kwa usalama wake wa kitaifa. Uamuzi wa Marekani kuzima upatikanaji wa GPS wakati wa mgogoro wa kijeshi uliohusisha Taiwan uliwafanya wa China waamue kuwa na mfumo wao. Hivyo, hatua kwa hatua, Beidou ilikuwa kutoka mfumo mdogo wa kikanda hadi mfumo wa kidunia uliokamili ifikapo mwaka 2020. GPS inatumiwa na satellite zipatazo 31 zinazozunguka dunia kila wakati. Satellite hizi zinapeleka taarifa kwa vifaa vya kupokea kwenye uso wa dunia, vikisaidia kutambua eneo kwa kutumia mlinganyo wa kijiometric. Mfumo huu unategemea muundo wa njia moja, yani satellite hutuma data lakini hazipokei chochote kutoka kwa vifaa vya watumiaji. Tofauti na hilo, Beidou inatumia satellite zaidi ya 45 katika mfumo wa muundo wa njia mbili. Hii ina maana kuwa mbali na kutuma taarifa kwa vifaa vya watumiaji, Beidou pia inaweza kupokea taarifa kutoka kwao, jambo linaloruhusu watumiaji kutuma ujumbe mfupi wa maandishi text kupitia satellite. Faida hii ya ziada ni muhimu hasa kwa maeneo yaliyokatika kimawasiliano kama milimani, baharini au jangwani. Wakati GPS inajulikana kwa kutoa huduma zenye usahihi wa mita 5 hadi 10 kwa matumizi ya kiraia, Beidou imepiga hatua kwa kutoa huduma zenye usahihi wa hadi mita 2 hadi 5 na kwa baadhi ya matumizi ya kitaaluma hata chini ya sentimita 10. Hii inaifanya Beidou kuwa mfumo wenye uwezo wa kushindana moja kwa moja na GPS na hata kuipita kwa baadhi ya matumizi maalum kama urambazaji wa magari yanayojiendesha, drones na kilimo cha kisasa. Mifumo yote miwili inatumika sana katika sekta nyingi. Katika usafiri, GPS na Beidou hutumika kusaidia urambazaji wa magari, meli, ndege na hata treni. Katika sekta ya kilimo, hasa kilimo cha kisasa cha usahihi, precision farming, mifumo hii husaidia wakulima kupanda mazao kwa mpangilio na kutumia mbolea au dawa kwa kipimo sahihi. Katika sekta za ujenzi, mifumo ya urambazaji hutumiwa kusawazisha mashine na kufanikisha miradi mikubwa kama barabara, reli na madaraja. Pia, kwenye sekta za benki na biashara ya mtandaoni, mifumo hii hutumika kuweka sahihi ya wakati, timestamp, kwa shughuli za kifedha, jambo la msingi katika usalama wa kibenki. Ingawa GPS ilianza kama mradi wa kijeshi, kwa sasa inatumika katika mifumo ya kisasa ya kijeshi ya Marekani, ikiwemo kuongoza makombora, kuratibu vikosi na kuwezesha vifaa vya kijasusi. Beidou nayo haiko nyuma. China imeweka uwekezaji mkubwa kuhakikisha kuwa mfumo huu unaweza kutumiwa kijeshi kwa uhuru kamili bila hofu ya mfumo kufungwa au kuchezewa na taifa la kigeni. Kwa maana hiyo, GPS na Beidou ni sehemu ya vita baridi ya kiteknolojia kati ya Marekani na Uchina. Mataifa haya mawili yanatumia mifumo hii kama nyenzo ya ushawishi wa kisiasa duniani. Marekani imekuwa ikitumia GPS kuwavutia washirika wake wa NATO na mataifa mengine, huko China ikitumia Beidou kama sehemu ya mpango wake wa ukanda na barabara Belt and Road Initiative kueneza ushawishi wake Afrika, Asia na Amerika Kusini. China imewekeza sana katika Afrika, si tu katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na reli,
bali pia katika teknolojia ya habari na mawasiliano. Kupitia Beidou, China inatoa vifaa vya urambazaji, programu na mafunzo kwa mataifa mengi ya Afrika. Tayari baadhi ya nchi kama Kenya, Ethiopia, Afrika Kusini na Nigeria zinatumia Beidou katika sekta za usafiri, kilimo na usimamizi wa rasilimali. Kwa upande wa maendeleo ya teknolojia ya anga, China inaonekana kuwa tayari kushirikiana na Afrika kwa kiwango ambacho Marekani haijawahi kufikia. Hili linatoa nafasi kwa mataifa ya Afrika kufaidika na ushindani huu kwa kuchagua mfumo bora au hata kutumia mifumo yote miwili kwa wakati mmoja. Licha ya mafanikio ya GPS na Beidou, kuna changamoto na hofu. Kwa upande wa GPS, baadhi ya mataifa yanahofia kuwa Marekani inaweza kuzima au kuchezea mfumo huo kwa madhumuni ya kisiasa au kijeshi. Kwa Beidou, mataifa ya magharibi yanahofia kuwa China inaweza kutumia mfumo huu kama kifaa cha kijasusi kufuatilia watumiaji au kukusanya taarifa muhimu. Aidha, kuna changamoto za kiufundi kama utangamano wa vifaa. Wakati simu na vifaa vipya vinaweza kutumia mifumo yote miwili, vifaa vya zamani vinaweza kuwa vimeundwa kutumia GPS pekee. Pia, kuna masuala ya viwango vya kimataifa vya urambazaji ambavyo Beidou bado inapambana kuviunganisha ipasavyo. Matarajio ya baadaye yanaonyesha kuwa dunia inasonga kuelekea kwa matumizi ya pamoja ya mifumo yote. Simu nyingi za kisasa tayari zinaweza kutumia GPS, Beidou, Galileo ya kutoka Ulaya na GLONASS ya Urusi kwa wakati mmoja ili kuongeza usahihi na ufanisi. Ushirikiano huu utasaidia kuondoa utegemezi kwa mfumo mmoja tu na kuongeza udhabiti wa huduma duniani kote. GPS na Beidou ni zaidi ya teknolojia za urambazaji, ni nembo za mamlaka ya kisiasa, uwezo wa kijeshi na ushawishi wa kiuchumi wa mataifa yanayomiliki. Marekani kupitia GPS na China kupitia Beidou zinaendelea kushindania nafasi katika akili, biashara na usalama wa dunia. Kwa raia wa kawaida, ushindani huu ni faida kwani unasababisha maendeleo ya haraka ya teknolojia, kupungua kwa gharama za vifaa na kuongezeka kwa ubora wa huduma. Kwa mataifa yanayoendelea kama Afrika, ni fursa ya kuchagua na kujifunza kutoka kwa pande zote mbili. Katika dunia inayozidi kuunganishwa na teknolojia, mfumo wa uelekezaji sio tu ramani ya njia, ni ramani ya nguvu, ushawishi na mustakabali wa dunia ya karne 21.